haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Yesu Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu namba 1. Bwana, tuko katika dawa, katika kutangaza injili ya Yesu Kristo, katika kuhubiri habari za Yesu Kristo, watu waamini Yesu Kristo wapate uzima milele, wapate msamaha wa dhambi. Tunahubiri kila nyanja, kila dini, kila sehemu. Niko na ndugu yangu hapa, atajitambulisha. Karibu. Mimi kwa majina naitwa Albert Opio, ila jina ambalo nilikuwa natumia Kiislamu ilikuwa ni Shabani bin Opio. Ila kwa sasa ni Albert Opio. Asante sana. Huyu bwana Shabani ameacha dini ya Uislamu, kuanzia sasa amekuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Jamani, ndugu wa Kristo wote tumkaribishe ndugu yetu, tumfundishe habari za Yesu kiusahihi, aweze kumjua Yesu ni nani. Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu, alivaa mwili wa mwanadamu akaja duniani kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu na kutulinda na dunia na kuyapinga yale yote ambayo shetani anayafanya katika nyanja zote katika hii dunia, ambao majini, mapepo yote ambao ndio majini na kazi zake zote za Ibilisi, kuzipinga katika dini zingine na imani zingine ambazo bado anaendelea kuzifanya. Kama ndugu yangu hapa ambaye alikuwa akitumikia majini, akiaminishwa majini kwamba ni sehemu sahihi, lakini yeye mwenyewe ameshuhudia na ameaona kwamba majini na uchawi sio sehemu sahihi, isipokuwa tu kwa Yesu Kristo ambako hakuna majini, hakuna uchawi. Ndugu yangu, kuanzia sasa vipi, unaongelea vipi kuhusu watu ambao wanaendelea kuamini majini na wanaendelea kuamini dini ya Uislamu? Watu kama hao kwa sasa hivi inatakiwa wapate na wao dawa ili watoke huko, kwa sababu kule ni kubaya. Kule ukiwa kule unaaminishwa vitu ambavyo unajua ni Mungu, kumbe pande wa pili sio Mungu, sio Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata wao inatakiwa waanze kutafuta njia nyingine ya kufanyeje ya kutoka kule, maana kule hakuna mafanikio wala nini. Sawa sawa. Sasa hivi haitwi bwana Shabani, anaitwa Albert. Ndio jina langu, hiyo ni Albert. Kwa hiyo Shabani haipo tena. Kwa hiyo huku mkoa wa Msoma tumepata watu wawili walikuwa Waislamu, wamebadilisha dini, wamebadilisha imani katika dini ya umma Muhammad na kuja katika umma wa Yesu Kristo, mwokozi wa ulimwengu. Haleluya. Kwa hiyo sasa hivi tunaye ndugu yetu katika Yesu Kristo. Jamani, Yesu ana upendo. Yesu anapenda kila mtu. Kwa sasa hivi ndugu yetu hapa ataanza kujifunza habari za Biblia, asiwezi kudanganywa na mtu yoyote. Asiwezi sasa hivi. Hao ni unyume yaona. Nimeiona na umeshuhudia kabisa. Na sasa hivi ushakuwa na hofu, sasa ushaanza kuogopa hadi wachawi, ushaanza kuogopa waganga. Si ndio? Umeshaona kabisa uganga sio kitu kizuri. Lakini pia huko kwetu bwana, uasherati hauhitajiki. Kwa hiyo kama utakuwa na mke huyo ndio utakayekuwa naye. Mmoja huyo mmoja. Inabidi uvumilie na uweze kuangalia familia yako utaileaje, watoto wako utawaleaje. Maana ukiwa na mwanamke huyu katika dini ya Kiislamu kiachana naye, yule mwanamke ataenda taolewa na mwanamume mwingine. Haya, yule mwanamume mwingine tena kiachana naye utakuja tena utamoa wewe. Hiyo inaitwa si uchafu huo? Huo ni uchafu. Maana utakuwa na watoto wangapi sasa? Ule mtoto atakuwa na historia vipi? Kwa mama wangu ameolewa na wanaume watatu. Baadaye akaolewa na baba, akaachana naye tena, akaolewa na mwanamume mwingine tena, akaachika akarudi tena. Sasa huo ni uasherati jamani, huo ni uasherati. Hakuna mwanamke anayekubali mume wake awe na mahusiano na mwanamke mwingine. Hayupo. Na hata kama wewe ni Muislamu, una wake zaidi ya mmoja, yule mke anakuwa na wivu bado, wivu yuko kwenye moyo. Wao ndio wanajua. Lakini wewe ambao uko nje unaona kile kitu ni kizuri. Kwa mwanaume ni tamaa tu, ile ni tamaa. Kwa hiyo katika Yesu Kristo vitu havifai. Ukisoma katika Mathayo 19, Yesu aliwafundisha Wayahudi, na wale Wayahudi walikuwa naamini vitabu vya Musa, akawafundisha mke ni mmoja. Aliyewaomba mwanzo aliomba mtu mume na mtu mke. Mtaambatana na huyu mtakuwa kitu kimoja. Katika Wakorintho wa kwanza 7 imeongelea kuhusu mke ni mmoja. Wakorintho wa kwanza 6 mke ni mmoja. Kwa hiyo jamani, katika Yesu Kristo hamna zinaa, hamna uzinzi, hamna uchawi, hamna majini, wala hamna utapeli. Katika Yesu Kristo kila kitu ni kweli, tunaonyana, tunafundishana. Na wakaribisha wote. Huu ni ushuhuda mdogo. Ndugu yangu alikuwa bwana Shabani, sasa hivi alikuwa Albert, amebadili kutoka kwa umma Muhammad kuwa kwa umma Yesu Kristo. Hii ni dawa iwafikie nyie mashehe ambao mnaendelea kusema dawa. Lakini sasa hivi ni dawa ya kukataa maasi, sio dawa ya kukimbia eti dini. No, huwezi kukimbia uchafu. Unatoka kwenye uchafu unaenda kwenye uchafu, huo ni uchafu na endelea. Inatakiwa ukatae dhambi. Kile kinachofanyika ambacho kwenye jamii hakifai ndio unatakiwa ukikatae. Sio eti unabadilisha eti dhehebu hili kwenda dhehebu hile. Ni umekimbia kule umerudi kule. Kataa dhambi, kataa maasi, kataa ubaya. Jamani, mwalimu wa Biblia, mwalimu Joseph Andrea, mwalimu namba 1 Tanzania. Share huu ujumbe ili uweze kuwafikia hao wengine ambao
wanaonaga kwamba wanafanya dawa wakati wanaendelea kufanya maasi. Hakuna mhubiri yeyote ambaye ni mzinzi hayupo anahubiri Biblia eti wakati anazini, huo ni muongo na nitapeli. Hakuna Mkristo yoyote ambaye anahubiri habari za Yesu Kristo anatumia majini, huyo ni tapeli na mpinga Kristo. Katika Yesu Kristo tunaunyana, mtu mwambie waziwazi kosa nalo lifanya, ili aliangalia litathmini, je, ni sahihi au sio sahihi, ili aweze kuyaacha kutokana na matendo yake mwenyewe anavyoyaona kwa macho. Sio kwa kusema kwamba kitu fulani kibaya wakati wewe mwenyewe unafanya ule ubaya. Mtu fulani ni mbaya wakati wewe mwenyewe unafanya ule ubaya. Alafu wote mnakutana kwa waganga, wote mnakutana baa, wote mnakutana si wapi. Ni kitu ambacho hakifai katika Yesu Kristo. Jamani, nawapendeni na wageni katika Yesu Kristo, na wapendeni. Ndugu yangu Albert, na wewe waage. Mimi na waaga tu wanani Waislamu hao, na nawaambia mashe, msidanganye watu. Sawa, kwa sasa hivi msidanganye watu. Dunia sasa hivi imeharibika. Sio dunia kipindi hicho. Sasa hivi kila mtu amejitambua. Kama mimi hapa nimeshajitambua. Kwa hiyo nawaambia hakuna kanisa yote nayo ukienda kanisani hawauzi madawa. Lakini nyie mashehe mwache kuuzia watu madawa kabisa msikitini. Kama sijui dawa ya paka shume unampa mtu dawa mademo anaanza kuwapenda wengi. Wanachana na wanawake zao kwa sababu ya madawa yenu. Kwa hiyo mwache ujinga huo. Ujumbe umefika. Mwache kabisa. Nimemaliza mimi. Ningependa mnitafute, ila mimi sasa hivi Yesu atanilinda. Nimemaliza. Cha kwanza, mimi mwenyewe naishi Moshi. Msikiti wa Riadha wanauza madawa hadi ya wanawake. Ukitaka mwanamke yote unampata, wanauza madawa msikitini. Pale msikiti wa Suni wanauza madawa. Siku ya Ijumaa tu ukitoka wanauza madawa pale nje. Sasa madawa ya wanawake ya nini wakati mnakataa zina nyie? Jamani, huu ni ushuhuda wa kweli. Msikiti wote angalia, wanauza madawa ya kuongeza nguvu, madawa ya wanawake. Sasa wewe una mke wako, kwa nini ukachukue dawa ya kukuboost ili wanawake wakupende wakati wao hawakupendi? Hiyo si zina? Ni zina. Hiyo ni zina jamani. Kwa hiyo ujumbe nadhani mwafikia, badilike. Na hakuna mwache kabisa, nilikuwa shehe kabisa, ila kwa sasa sipo huko. Na mashehe wengi ni waganga wa kienyeji. Ni wengi. Mashehe wengi ni wachawi. Jamani, badilikeni, semeni haki ili watu waje kwenye hiyo dini yenu ya Uislamu wako katika haki, sio katika kudanganya, Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu. Hivyo vitu havifai. Yesu anakataa maasi. Yale mnayoyafanya nyinyi ndio Yesu anayapinga. Jamani, tuishie hapa. Kwa wakati mwingine tena tutaonana. Bye bye.